wafuatiliaji wa soka barani Ulaya wana wasiwasi wa kuwapoteza nyota wawili ambao walikuwa wanawika kwelikweli na walikuwa wanakiandika rekodi siku baada ya siku, na nyota hawa si wengine ni Mohamed Salah kutoka pale Misri, lakini pia Antoine Griezmann kutoka pale Ufaransa. Hawa ni wachezaji ambao tayari wameweka wazi kwamba msimu unaofuata hawatazitumikia klabu zao, nikimaanisha Mohamed Salah ameweka wazi kwamba hatoitumikia tena Liverpool msimu ujao, lakini pia Antoine Griezmann huyu anaondoka pia pale Atletico Madrid. Nyota hawa wanaondoka kwenye vilabu vyao wakiwa wamefanya makubwa sana kwenye vilabu vyao, lakini yote kwa yote Mohamed Salah pamoja na Antoine Griezmann ni moja ya nyota ambao walikuwa wanapendezesha ligi zile tano barani Ulaya. Yaani ukizungumzia ligi kuu ya pale nchini Uingereza uache kuitaja Liverpool, na ukihitaja Liverpool uache kumtaja Mohamed Salah. Kule Uhispania ukihitaja Atletico Madrid uweze ukaacha kumtaja Antonio Griezmann. Sasa tuende tukamwangalie Mohamed Salah aniacha vipi Liverpool. Mohamed Salah mpaka hivi sasa, mpaka anaondoka Liverpool toka mwaka 2017 alipojiunga nayo mpaka mwaka 2026 ambapo anaondoka, amefunga jumla magoli 255 na magoli haya ameyapata ndani ya michezo 435. Ndani ya michezo 435 Mohamed Salah anakupatia magoli 255, na magoli haya yamefanya ashike nafasi ya tatu kwa upande wa wachezaji ambao wamefunga magoli mengi kwa muda wote ndani ya Liverpool. Yaani ni mchezaji wa tatu kufunga magoli mengi ndani ya Liverpool kwa muda wote mpaka hivi sasa. Mbali na kufunga magoli hayo, Mohamed Salah ameisaidia Liverpool kuondoka na makombe mawili ya ligi ya ligi kuu pale nchini Uingereza, lakini pia amefanikiwa kuondoka na kombe la UEFA Champions League, lakini pia Liverpool ameweza kuchukua kombe la dunia kwa upande wa vilabu chini ya Mohamed Salah. Mohamed Salah akiwa kwenye peak ameisaidia Liverpool kuondoka na makombe hayo makubwa barani Ulaya. Kombe la ligi kuu pale nchini Uingereza mara mbili, kombe la klabu bingwa barani Ulaya, kombe la klabu bingwa duniani mara moja, lakini pia na kombe la klabu bingwa barani Ulaya mara moja, UEFA Champions League. Bwana, sasa kwa upande wa Antonio Griezmann naye pia akafanya makubwa ndani ya Atletico Madrid. Kacheza michezo 488, kafunga magoli 211. Huyu ni mshambuliaji bora wa muda wote ndani ya Atletico Madrid. Hakuna mchezaji ambaye alishawahi kutumikia Atletico Madrid amefunga magoli zaidi ya Antonio Griezmann. Antonio Griezmann, kumbuka, alijiunga na kwa mara ya kwanza alichezea Atletico Madrid msimu wa mwaka 2014 mpaka 2019. Unakumbuka 2019 hapo katikati alienda PFC Barcelona, akarejea pia mwaka 2021 mpaka hivi sasa mwaka 2026 anapoondoka. Ndani ya mchezo 488 amefunga magoli 211. Ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi ndani ya Atletico Madrid na hakuna ambaye amemfikia mpaka hivi sasa. Ndani ya Atletico Madrid, Antonio Griezmann amefanikiwa kuifanya Atletico Madrid kuchukua kombe la Spanish Super Cup, UEFA Super Cup pamoja na Europa League. Haya ni makombe ambayo yamechukuliwa Antonio Griezmann akiwa pale Atletico Madrid. Kwa hiyo hao ni wachezaji wawili ambao tunaenda kuwapoteza pale barani Ulaya. Sasa mimi ninachotaka kukifahamu kutoka kwako, nataka uniambie ni nani ambaye amefanya makubwa sana kwenye klabu yake kwa hawa wachezaji ambao wanaondoka, Griezmann pamoja na Mohamed Salah. Ni Salah ambaye ni Salah wa Liverpool ama Antoine Griezmann? Nataka majibu hapo kwenye comment. Ni mchezaji gani ambaye kafanya makubwa zaidi kwenye klabu yake?